DW. Maoni. Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi kingine cha maoni mbele ya meza ya duara. India na Pakistan zinapambana kwa silaha huku mzozo wa jimbo la Kashmir ukiendelea kutokota. India inasema wanajeshi kutoka pande zote mbili wameshambuliana kutumia silaha ndogo na silaha nzito usiku wa kuamkia siku ya Alhamisi. Jeshi la Pakistan linasema idadi ya vifo kutoka pande zote mbili imeongezeka kufikia watu 31. India inasema watu wasipungua 13 wamekufa kutokana na mashambulizi ya makombora ya Pakistan. Pakistan ilisema ilitungua droni 12 zilizotumwa na India wakati wa mashambulizi ya usiku kucha, huku raia mmoja akiuliwa na wanajeshi kadhaa wakijeruhiwa na droni moja. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la Pakistan, Ahmed Sharif Chaudhry, shambulizi hilo lilikuwa kitendo kingine cha uchokozi cha India. Kwa nini mgogoro wa Kashmir umeibuka tena wakati kama huu? Je, mapambano kati ya India na Pakistan yanatoa mwelekeo gani kuhusu mzozo wa Kashmir? Na ipi dhima ya jumuiya ya kimataifa katika kutanzua mzozo wa jimbo la Kashmir? Maswali haya pamoja na mengine, msikilizaji, ndiyo tutakayoyajadili katika kipindi chetu hivi leo. Mezani tunaye Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa huko New York nchini Marekani. Mjini Tehran nchini Iran yuko Abdul Fattah Musa, mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa. Hapa mjini Bonn tumemwalika mstaafu wetu Abdu Mtulia, mchambuzi wa siasa za Ulaya na kimataifa. Na katika mji wa Sumbawanga huko nchini Tanzania tunaye Gwandumi Mwakatobe, yeye ni mchambuzi wa siasa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Nianze moja kwa moja na swala hili ambalo limekuwa linasababisha tumbo joto sana kwa nchi mbili hizi majirani, India na Pakistan. India inasema imezitungua droni za Pakistan na kushambulia mifumo ya ulinzi wa anga mjini Lahore kujibu mashambulizi ya Pakistan kutumia droni na makombora yaliyofanyika usiku kucha kuamkia siku ya Alhamisi, mashambulizi ambayo inasema yalizimwa. Pakistan imesema imezitungua droni 25 huku droni nyingine zikifanikiwa kuvuka mifumo ya ulinzi wa anga na kusababisha kifo cha raia mmoja na kujeruhi wanajeshi kadhaa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema balozi wake mjini Lahore amewashauri wafanyakazi wajifiche maeneo salama kufuatia mashambulizi ya droni katika mji huo wa Pakistan. Profesa Monda, nije kwako hapo New York. Kipi hasa kinachoendelea kati ya India na Pakistan, dola mbili hizi ambazo zinamiliki nyuklia? Nadhani ni uhasama wa miongo mingi, ni uhasama wa kihistoria, uhasama wa kidini, lakini tena ni ushindani tena wa kijeshi na kisiasa. Ni vigumu kusema kweli kutabiri au kuelewa kwa kina kinachofanyika, kwa sababu Pakistan kwa maslahi yake ya kisiasa, ya kijeshi na kidiplomasia inatoa sauti au vidokezi tofauti, na India vivyo hivyo. Lakini kilicho cha kweli ni kwamba fahali wawili wanapopigana ni nyasi ndizo ambazo zinaumia. Kwa hivyo kuna hali mbaya ya kibinadamu maeneo hayo, na wengi ambao wanauawa kwa wakati huo sio sana wanajeshi, lakini ni raia wengi ambao hawana hatia yoyote. Haya, asante Profesa. Abdu, namsikia hapo Profesa. India na Pakistan zimeshafanya vita mara 3, 47, 1965 na 1999 kuhusiana na jimbo hili la Kashmir. Kwa nini unadhani mgogoro wa jimbo la Kashmir umeibuka tena wakati kama huu? Huo ni mgogoro ambao hauwezi kutatuliwa haraka au kwa urahisi, kwa sababu kama alivyosema hapo Profesa Monda, huo ni mgogoro wenye historia ndefu. Unakumbuka kwamba Waingereza walipoondoka kule India, walipotoa uhuru kwa India, waliigawanya hiyo India katika sehemu mbili. Moja hiyo ndio hiyo ambayo leo inajulikana India, na nyingine ndio hiyo ambayo inajulikana kama Pakistan.
Sasa kuna majimbo mengine ambayo yalikuwa huru, yalikuwa yanajitegemea yenyewe au yanajisimamia yenyewe. Mojawapo ni hilo la Kashmir. Sasa tatizo linatokea kwamba kwa sababu pale Kashmir wakazi wengi ni Waislamu, Pakistan inadai kwamba Kashmir ni jimbo lake, lakini India pia inadai Kashmir ni jimbo lake. Sasa huo ni mvutano ambao umekuwa unaendelea tangu India ipate uhuru wake mwaka 1947, na kama alivyosema Profesa Monda, kuna chuki za kidini, kuna chuki za kikabila na kuna chuki za aina kwa aina. Si jambo zuri kwa kweli kutokea vita nyingine kati ya India na Pakistan. Ni nchi zenye silaha za nuclear. Hii inaweza kuwa hatari sio tu katika eneo hilo la Asia bali duniani kote, na nafikiri juhudi sasa zinaanza kufanyika kujaribu kuzituliza pande zote. Hapa barani Ulaya nimesikia kauli 2-3 zinatolewa na viongozi wa Umoja wa Ulaya, ama kule Uingereza bunge lilifanya kikao na likaujadili mgogoro huo. Tuombe kwamba juhudi hizo za kuleta maelewano kati ya nchi mbili hizo zitafanikiwa karibuni, kwa sababu tayari tuna migogoro mingi ambayo inatusumbua. Kuna Ukraine, kuna Gaza, kuna Sudan. Sasa huo ukiongezeka itakuwa si jambo zuri kwa binadamu wote duniani. Asante Abdu. Gwandumi, Abdu anasema migogoro iliyopo sasa hivi ambayo inaendelea ni mingi tayari. Ametaja hapo Ukraine, ametaja Sudan, upo mgogoro wa Kongo, hata mgogoro wa Gaza bado uko pale pale, damu inamwagika, watu wanakufa. India na Pakistan ni ndugu hawa. Ni nini ambacho kinaendelea kwa mtazamo wako hivi sasa? Naam, kwanza niseme asante kwa kunialika katika kipindi hiki, lakini nawashukuru wachambuzi wenzangu mahiri David Monda na Abdul Mtulia mwalimu wangu hapo. Ila niseme tu kwamba kwa kweli mwenyekiti, tunaingia mahali pabaya kwa sababu tayari tuna migogoro ambayo inatusumbua, imekuwa migumu, lakini pia ni kwamba ni kama vile hata migogoro ambayo tulidhani kwamba imetulia, sio kwamba haipo, lakini imetulia, sasa inaanza kufufuka. Kwa tutashika wapi? Huku Gaza, huku Ukraine na Urusi, lakini pia Afrika tunayo matatizo ambayo si haba. Sasa unapotokea mgogoro wa nchi hizi mbili, hasa kwa sababu zinamiliki silaha za kinyuklia, kwa kweli ni tishio kubwa mwenyekiti kwa usalama na utengamano wa kidunia. Nasema hivyo kwa sababu haya ni mataifa ambayo ni makubwa kweli kweli kwa maana ya watu. India sasa hivi nadhani imeshaipika hata China, kwa wanajiona ni mwamba, wana nguvu, lakini Pakistani nao wanajivunia jeshi kubwa. Sasa tunapoingia kwenye vita hivi za kurushiana madrozi kuua watu, kwa hapo kasungura kadogo. Nasema kasungura kadogo kwa sababu Kashmir, kwa jinsi ambavyo Pakistan ina eneo kubwa na India ina eneo kubwa zaidi, lakini hapo Kashmir pamekuwa ni donda ndugu la miaka mingi, japo palikuwa pametulia. Sasa panafufuliwa. Ninadhani kwamba badala ya kurushiana makombora, badala ya kurushiana drone, mwenyekiti, ilifaa sana jumuiya ya kimataifa na hizi nchi mbili, badala ya kutunishiana misuli, zingekaa pamoja ili tupate suluhisho la kudumu, na hasa Waislamu ambao wanapenda wao upande wa Pakistani na wengine, kwa sababu kuna mgogoro wa kidini, kuna wa kikabila, lakini pia na wa historia. Kila mtu anataka kujitambua yuko upande huu, badala ya kunyang'anyana hako kaeneo kadogo kwamba kaende wapi au kaende, zingekaa pamoja ili kwamba badala ya kutumia silaha kurushiana makombora, zingetumia hoja na maneno ya jinsi ya kutuliza hizo vurugu. Ningekuwa niko karibu sasa hivi na Narendra Modi, ningesema wala hata asijibu au wa Pakistani asijibu, lakini angalie namna watakavyokukaa meza moja na kutuliza mgogoro huu. Na kama ulivyosema mwenyekiti, ni ugomvi wa ndugu hawa. Nafahamishwa kwamba Abdul Fattah Musa uko katika laini ya simu sasa. Naam mwenyekiti. Haya, kwanza kabisa tupate kauli yako kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kati ya India na Pakistan na mgogoro huu wa jimbo la Kashmir. Upi mtazamo wako?
Suala hili la mgogoro wa Kashmir ambao umezihusisha nchi hizi mbili kuu zenye nguvu za nyuklia za India na Pakistan na majirani, msingi wake kama yanavyojulikana kwamba ni tatizo la kihistoria. Kwa namna fulani ndio tukasema kwamba ni urithi wa enzi za ukoloni wa Uingereza katika eneo la Bara Hindi. Ni mgogoro ambao ni wa kihistoria, na pamoja na kwamba Umoja wa Mataifa katika kipindi kile baada ya kuanza vita vya mwanzo vya mwaka 1947 ambavyo vilimalizika 1949 kati ya India na Pakistan, ilipitisha uamuzi wa azimio la kutaka kwamba hatima ya Jammu na Kashmir iamuliwe kupitia kura ya maoni, kama Kashmir wenyewe wanataka wajiunge na moja na sehemu hizo mbili, au ni kwamba wawe ni nchi ambayo itajitawala yenyewe. Kwa hivyo huu ni mgogoro ambao umerithiwa muda baada ya muda, na kwa bahati mbaya, kwa mtazamo wangu bwana mwenyekiti, nahisi kwamba mabadiliko ya sasa ya uongozi katika miaka ya karibuni ya nchini India, kutokana na kuwepo serikali yenye sera za misimamo mikali ya utaifa wa Kihindu, hii imechangia kulifanya suala hili la mgogoro wa Kashmiri kuwa na mvutano mkubwa zaidi, kutokana na hatua mbalimbali zilizochukuliwa, hasa uamuzi uliochukuliwa mwaka 2019 wa kuondoa ile hadhi maalumu ya eneo la Kashmiri linaloendeshwa na India kuwa na mamlaka ya kujiendeshea mambo yake, kuwa na katiba yake na bendera yake. Hali hii imechangia kwamba huu mvutano wa ndani ya Kashmiri dhidi ya India umekuwa mkubwa zaidi. Haya, asante sana. Nije kwako Profesa Monda. Rais wa Marekani Donald Trump amezihimiza India na Pakistan zikomeshe machafuko, na Trump ametoa kauli akisema anataka vita vikome, na kama anaweza kufanya jambo lolote kusaidia atakuwa tayari kufanya hivyo. Kwa hiyo yeye yuko tayari kufanya hivyo, lakini inavyoonekana mpaka sasa hivi, kulingana na kauli yake, hajui afanye nini ili kuweza kusaidia kuleta suluhu. Unadhani kauli hii inaweza kuwa na uzito wowote? Kwa kusema kweli, sidhani kauli hii ya Donald Trump ina uzito, kwa sababu falsafa yake ya kidiplomasia ya Donald Trump, sera zake ni zile za America First, zile za kuangalia ndani na kutopatia miundombinu ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa nguvu. Na sera zake za nje pia ni kama hataki Marekani iwe na ule uongozi wa kidiplomasia wa kipaumbele kwa mizozo kama hii. Kwa hivyo hapa ndipo tunaona changamoto na sera za Donald Trump, kwa sababu kukiwa na mgogoro kama huu, Donald Trump na washirika wake wamesema Umoja wa Taifa ni dola duni, ya kwamba hawataki Marekani ijiingize kwenye migogoro ya kimataifa. Tunaona sasa ya kwamba hakuna uongozi thabiti ambayo inaweza kutoka upande huu wa Marekani. Kwa hivyo nadhani matamshi yake ni matamshi. Itabidi pengine ageuze sera zake za nyuma na aweze kutumia miundombinu ya kidiplomasia ya Umoja wa Mataifa, ya uwiano na ushirikiano wa kimataifa, ili kuweza kujaribu kuleta suluhu kwa mbarika hii. Manake mimi sioni pasi na ushirika wa madola haya makubwa kutoka Ulaya, hususan Uchina, Marekani na Urusi, sidhani ya kwamba kutaweza kuwa na suluhu kwa mbarika hii ya kijadi. Haya, asante. Abdu anasema hapo Profesa kwamba haoni matumaini kwamba kunaweza kukatokea suluhu, hasa kwa maeneo ambayo yameyataja na jumuiya ya kimataifa. Unaiona wapi dhima ya jumuiya ya kimataifa katika kupunguza msuguano kati ya India na Pakistan kuhusiana na swala hili la jimbo la Kashmir? Naweza kusema kwamba katika miaka ya nyuma Marekani ingeweza kuwa na uzito zaidi, kwa sababu ilikuwa na mahusiano mazuri sana na Pakistan na pia na India, na uhusiano huo labda ungeweza kuleta tija. Lakini kwa sasa nafikiri ni vigumu kwa Marekani kufanya juhudi na kuweza kuleta suluhisho la haraka. Unajua huyu bwana Trump toka ameingia madarakani, kwa kifupi amegombana na kila mtu, sio kwa maneno tu lakini kwa vitendo, kutokana na sera yake ya ushuru na kadhalika. Sasa tunaweza kutegemea Umoja wa Mataifa katika juhudi hizo za kuleta suluhisho kati ya Pakistani na India. Lakini pia kwa sababu India inazidi kuwa nchi muhimu
kiuchumi duniani, na kwa mujibu wa taarifa, India sasa inakaribia kuipita hata Japan katika hesabu za pato jumla. Na ukiangalia Ulaya, Umoja wa Ulaya unaofuatilia mgogoro wa India na Pakistani kwa ukaribu, kwa sababu ina mahusiano makubwa na India, na hasa katika sekta ya biashara. Hadi mwaka jana biashara kati ya Umoja wa Ulaya na India ilifikia thamani nafikiri zaidi ya dola bilioni 130. Hili ni jambo muhimu kwa Umoja wa Ulaya, na ndio sababu inataka mgogoro huo utatuliwe na inafanya juhudi ili mgogoro utatuliwe. Umoja wa Ulaya unahitaji India, na ndio sababu kwamba unataka mgogoro huo utatuliwe, kwa sababu India inahesabika kuwa ni nchi yenye nguvu za kijeshi, yani inashika nafasi ya 5 duniani katika nguvu za kijeshi. Sasa India ni mnunuzi mkubwa wa silaha, na wauzaji wa silaha ni hawa wa nchi hizi za Ulaya. Ufaransa kwa mfano inauza silaha nyingi sana nchini India, na kwa ajili hiyo bila shaka itakuwa na maslahi kutaka kuona kwamba mgogoro huo unamalizika. Ni kwa sababu hizo kwamba ninaamini kwamba Umoja wa Ulaya utafanya juhudi zaidi, kwa sababu umoja huu unahitaji sana India kibiashara na kiuchumi, na vile vile katika siasa za dunia. Umoja wa Ulaya unahitaji India, kwa sababu nimeona kwamba hivi karibuni viongozi kadhaa wamekwenda, pamoja na waziri mkuu wa Uingereza Bwana Starmer pia walikwenda India kutafuta maslahi ya kibiashara. Ni hizo sababu nilizozitaja ambazo zinanipa matumaini kwamba Umoja wa Ulaya utafanya juhudi ili ipatikane suluhu haraka katika huo mgogoro wa India na Pakistan. Na vile vile Ulaya inajaribu kuinyenga India ili imgeuke Putin katika huu mgogoro wa Ukraine. Nafikiri hizo ni sababu ambazo zitaifanya Ulaya isimame kidete katika kufanya juhudi ili kuleta suluhisho la mgogoro huo. Na Umoja wa Ulaya, Abdu, umehimiza kutafutwe suluhisho la amani, na umezihimiza India na Pakistan zichukue hatua kwa haraka kupunguza machafuko na kusitisha mapigano. Ujerumani pia vile vile na Ufaransa zimeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu yanayoendelea huko Kashmir, wakati kansela mpya wa Ujerumani Friedrich Merz alipokutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Merz ametaka busara itawale kwa pande zote mbili za India na Pakistan wakati alipokuwa katika ziara yake ya kwanza ya nje mjini Paris tangu alipoingia madarakani siku ya Jumanne. Unaiona Ulaya imesimama wapi mpaka hivi sasa kuhusiana na swala zima la Kashmir, na hasa kauli ambayo imetolewa na Merz, Abdu? Ulaya ina maslahi makubwa nchini India, na wao nafikiri wanaiangalia India zaidi katika mgogoro huu kuliko Pakistani. Wanataka mgogoro utafutiwe ufumbuzi, lakini wao zaidi wanaegemea upande wa India kwa sababu ya maslahi ya kiuchumi na kisiasa na kidiplomasia. Tunaweza kusema kwamba Bwana Merz ambaye ni kansela mpya wa 10 hapa Ujerumani ameingia na nguvu mpya, na ameingia sasa, siwezi kusema kama ni zawadi, lakini ni changamoto ingine ambayo itamkabili pamoja na Ukraine. Sasa kuna hiyo changamoto nyingine mpya ya vita, tuseme vita, si mgogoro tu, ni vita kati ya India na Pakistan. Hapo itabidi aoneshe uongozi, kwa sababu yeye ni kiongozi wa Ujerumani. Ujerumani ndio nchi ambayo ina nguvu kubwa za kiuchumi hapa barani Ulaya, na kwa hiyo ina sauti kubwa katika jumuiya ya kimataifa. Nafikiri yeye pia itabidi afanye kazi, ashirikiane na pande zote ambazo zitasaidia ili kuvimaliza vita kati ya India na Pakistan haraka iwezekanavyo. Haya, asante Abdu. Profesa Monda, nije kwako hivi sasa. Mwaka 2019 wakati Trump alipokuwa madarakani kwa awamu ile yake ya kwanza, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliingilia kati wakati India na Pakistan zilipokuwa na mzozo, na Pompeo aliandika katika kitabu chake Never Give an Inch kwamba uhasama kati ya India na Pakistan ulikaribia kugeuka kuwa vita vya nyuklia. Hali ya sasa ambayo imejitokeza kati ya India na Pakistan inatoa mwelekeo gani kwa mtazamo wako kuhusu swala zima la nyuklia?
Inatoa mstakabali mgumu wa kidiplomasia kwa sababu madola haya mawili yana zana za kinuclear, na kwamba kwa sababu za kisiasa na pia za kihistoria maamuzi ya viongozi wa pande hizi mbili yanaweza kugeuka haraka upesi yakasambaratisha miundombinu ya kidiplomasia, na madola haya mawili yakaamua kutumia zana hizi za kinuklia. Tusisahau ya kwamba pia zana za kinuklia zinatumiwa na Pakistan na pia na India kueneza ule ubabe wa mataifa haya kwenye eneo hiyo, na inaongeza ile changamoto ya kujaribu kuleta utatuzi kwa uhasama huu kati ya Pakistan na India, kwa sababu mataifa ya kutoka nje, Umoja wa Mataifa lazima yachunge sana vile yatakavyoelekeza miswada ya kidiplomasia, kwa sababu tunajua madola haya mawili yana zana hizi za kinuklia. Lakini pia lazima niongezee ya kwamba hata ingawa inaleta hatari pia kwa kiwango fulani, pia inasaidia kwa njia nyingine kujaribu kuleta utatuzi kwa kidiplomasia, kwa sababu pande zote mbili zinajua ya kwamba vita hivi vikiingia kwenye mkondo wa kutumia zana hizi za kinuklia, ni Pakistan na India zote, madola mawili ambayo yataumia, yatadhofika, na ukanda huo tena utakuwa tena na mstakabali mgumu. Kutakuwa tena na michafuko mingine mingi, sio tu ya kijeshi lakini pia ya kibinadamu na pia kimazingira. Kwa hivyo nadhani pia suala hili la kwamba madola haya mawili yana zana za kinuklia pia inaweza kutumiwa kwa njia ya ujasiri kwa kidiplomasia, kujaribu kusema ya kwamba jamani, lazima tuweke vichwa vyetu pamoja, kwa sababu hatutaki kwenda mkondo wa kinuklia. Inaweza kuhakikisha kwamba mbarika hii inalipuka zaidi na haitakuwa vyema kwa nafsi hiyo. Kuna kauli ambayo Iran imeitoa na imezitolea wito India na Pakistan, nchi ambazo zinamiliki silaha za nyuklia, zitumie busara zaidi ili kuweza kutuliza hali ya mambo. Abdul Fattah Musa, unaiona wapi dhima ya Iran, au niseme kauli hiyo ya Iran inaweza kuwa na uzito wowote katika kuleta utulivu Kashmir? Iran imechukua hatua ya kujaribu kuwa mpatanishi katika mgogoro huu, kwa sababu kwa Iran nchi zote mbili za Pakistan na India zina umuhimu, kwa mtazamo wa kwamba Pakistan ni nchi jirani na Iran na ina uhusiano wa kihistoria na ina uhusiano mkubwa wa kiuchumi, kwa na mahusiano ya kiutamaduni na kidini. Lakini pia India ni nchi ambayo ni mshirika muhimu wa kibiashara wa Iran, na kama tunavyojua sasa Iran imejiunga na jumuiya ya kiuchumi ya BRICS ambako India ni moja ya waasisi wake. Kwa hivyo kwa mtazamo wa Iran, suala la amani katika eneo la Asia Kusini ni suala lenye umuhimu mkubwa sana, kutokana na kwamba tayari eneo hili la Mashariki ya Kati hivi sasa lina hali tete kwa mtazamo wa kiusalama, kutokana na mgogoro huu unaoendelea hivi sasa huko Gaza, kutokana na vita ambavyo vimeanzishwa na Israel tokea 2023. Kwa hivyo Iran kwanza, kwa mtazamo huo, inaliangalia suala hili kwamba nina umuhimu kujaribu kuondoa hali hii ya mvutano baina ya nchi hizi mbili. Lakini kwa upande mwingine, kama ulivyoashiria, suala la nguvu za nyuklia, inajulikana kwamba hilo nalo ni tishio pahala popote ambapo kuna kuwepo na madola ambayo yana nguvu za nyuklia. Na kutokana na msimamo ambao India, serikali ya sasa, imekuwa nao, hali ya mvutano baina yake na Pakistan imekuwa ni tete zaidi kutokana na serikali iliyopo madarakani hivi sasa India, na hilo linaifanya kwamba hofu ya pengine upande wote kati ya pande hizi mbili kuweza pengine kwa bahati yoyote mbaya kutumia silaha za nyuklia inatishia amani na usalama wa eneo hili lote. Inapotoa msimamo huu, Iran inataka kuonyesha kwamba India na Pakistani zijaribu au zijitahidi kujizuia kupanua mgogoro huu, ili pengine usije ukafikisha pahala ikapelekea pengine kutumika silaha hizo. Ingawa kwa wataalamu wa masuala ya kistratejia na masuala ya kijeshi wanaamini kwamba mara zote suala la silaha za nyuklia si kitu ambacho nchi yoyote kwa wepesi inaweza kuamua kutumia, kwa sababu inajulikana kwamba kwa sehemu kubwa sana zinatumika kama njia ya kuzuia hujuma upande wa pili na kutoa kitisho kwa upande wa pili, lakini si kutumia bila sababu, kwa sababu madhara yake
hayataweza pengine kuathiri upande tu unaoshambuliwa, lakini inaweza kusababisha madhara pia hata kwa upande ambao unaweza kwa umeamua kutumia silaha hizo. Asante. Gwandumi, kuna kauli nyingine ambayo pia vile imetolewa na Uturuki na Iran. Nchi hizi mbili zimeitaka India na Pakistan ziepushe vita kamili. Nchi hizi zinavyoonekana kabisa zinaelekea kupigana, na Pakistan imeapa kulipiza kisasi baada ya shambulizi la India. Uturuki inazitaka nchi hizo zitumie busara, huku Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki ikisema hatua za kijeshi za India zinatishia kusababisha vita kamili kati ya nchi hizo mbili zinazomiliki nyuklia. Na Uturuki imezitaka pande zote mbili zijizuie kuchukua hatua za kibinafsi na badala yake zichukue hatua zinazohitajika kupunguza hali ya wasiwasi na machafuko, ikiwemo swala pia la kupambana na ugaidi. Unaona kweli Pakistan au mamlaka za Pakistan zinataka kuendelea kuchochea machafuko zaidi Kashmir kwa kulipiza kisasi? Naam, kwanza niseme kwamba miito inayotolewa na hizo nchi mbili pamoja na miito ya kimataifa inayotolewa ni mizuri, ni miito mizuri sana ya kuweza kupunguza huo uhasama, lakini pia na hofu ambayo tunayo wengi duniani. Ila tu niseme tu kwamba ni kama vile wanazungumza na mtu au watu wawili ambao wameziba masikio, kama alivyosema David Monda hapo. Kila nchi inaona kwamba ili kuweza kulipiza kisasi, ili kuweza kumzuia mwingine, basi ni kutumia msuli, nguvu za kijeshi, lakini sio kutumia diplomasia. Kwa hiyo ni kama ni matamshi yanayotolewa na nchi hizo, japo ni mazuri, lakini ni kama wanazungumza na watu wawili walioziba masikio. Huyu anarusha drones, huyu anasema watu 31 wameshafariki, huku ni wameuawa wangapi. Kwa hiyo wanazungumza hayo kukiweko na majeruhi, ambapo wao suluhisho wanaloliona ni nguvu za kijeshi, ambazo kusema kweli majeshi yoyote duniani hayajawahi kumaliza mapambano yoyote kwa mtutu wa bunduki. Sasa niseme hili mwenyekiti, ambalo ni la msingi. Hayo mazungumzo yote yanayosemwa, nchi zinazosemwa, hata Pakistani yenyewe na India tunayoisemesha, tunayoitaka iweze kuacha hiki na kile. Je, watu wa Kashmiri wanasema nini wenyewe? Hilo eneo ambalo nimeliita mimi nikasungura kadogo wanakong'ang'aniana, kwa sababu tayari wana maeneo makubwa. India yenyewe kama India ni bara, ina maeneo makubwa kweli kweli, lakini wanakomalia hayo maeneo kuweza kuang'ang'ania kuyamiliki. Huko nyuma mwenyekiti, kulikuweko na hata sasa niweze kusema uhuru wa ndani wa Kashmiri, watu wanaojitegemea. Migogoro hii imechochewa na korofi hasa kutoka India, ambapo mwaka 2019 tunakumbuka iliondoa uhuru wa upande wake wa Kashmiri kuweza kujitegemea, kuweza kupata uhuru. Mimi nijuavyo, watu wote wa lile eneo ambao kwa wengi ni Waislamu, pamoja na kwamba wengi walikuwa wanataka kujiunga na Pakistani, lakini wanataka wawe huru, liwe eneo huru. Kwa nini jumuiya za kimataifa tusiwape nafasi hao wanaong'ang'aniwa na watu wawili ya kusema wao wanataka nini, ili maamuzi yatakayoamliwa ndiyo yasimamiwe na Umoja wa Mataifa, viende vikosi vya Umoja wa Mataifa pale. Hawa watu wanahitaji kuwa huru kuliko kuvutwa huku na kule, kila mmoja anaona ni pa kwake, na ili wanavyoamini wao, wanaamini eneo lote lile ni la kwao, na Pakistani hivyo hivyo. Kwa ndio mgogoro mkubwa uliopo hapo. Lakini lini tutawapa watu nafasi, watu wa Kashmir tutawapa nafasi ya kuamua mustakabali wao? Kwa ingependeza na matamko yanayotolewa na nchi mbalimbali wangeamka hata Umoja wa Mataifa kwamba Kashmiri, watu wa Kashmiri wao wanataka nini, wanasema nini, na maamuzi yao ndio yaamuliwa, badala hii miamba ambayo inatunishiana tu misuli ya kijeshi. Na kwa yale ambayo yanaendelea hivi sasa, Gwandumi, kipi unadhani kitafuata baada ya mashambulizi haya makombora ambayo yamefanywa nchini Pakistan? Sasa jambo lingine ambalo naweza kusema kwa kweli linatuma matumaini, Pakistan inajua kabisa itakapoanza kutumia nguvu za kijeshi kulipiza kisasi, India naye atajibu, na katika kujibizana huko ndo wanaweza kuishia sasa kutumia silaha za nyuklia.
na waathirika wakubwa wa hizo silaha na hata hizi wanazorushiana drones, waathirika wakubwa ni hao India na Pakistan. Kwa ninaona kadri wanavyoendelea kurushana makombora, kurushiana drones na kutaka kuelekea kwenye kutumia silaha za nyuklia, ndio wanaelekea kujiangamiza wao wenyewe, kwa sababu hata tokea mshindi yeyote katika hii vita ya kung'ang'ania lile eneo, mwenyekiti, wote wataangamia. Na kwa hiyo kupatana na kukaa meza moja ni faida kwa mataifa yote haya mawili, lakini zaidi sana faida kwa Kashmir. Kwa tunapoelekea ni wao kwenda kujiangamiza, na sidhani kama watakuwa wako tayari hata kutumia hizo silaha za nyuklia kama alivyosema David Monda, kwa sababu wao ndio ambao watajifuta na kujiangamiza zaidi. Haya, Abdu, naja kwako hivi sasa baada ya vile vita vya kwanza ambavyo vilizuka kati ya India na Pakistan. Unaona pana matumaini ya kupatikana amani katika mazingira haya, Abdu? Kupatikana amani itakuwa vigumu kwa sasa, labda katika siku za usoni, lakini muhimu ni kama alivyozungumza hapo Mwakatobe kwamba inabidi kuangalia muktadha wa mgogoro huu, na muktadha wa mgogoro huu hasa tukitaka kuangalia kwa undani ni kwamba wahusika wakubwa ni watu wa Kashmir. Wao ndio watakaoweza kuamua, lakini hawataweza kuamua ikiwa kama hawatapewa nafasi ya kufanya hivyo. Wao watu wa jimbo la Kashmir inabidi wapewe fursa ya kusema wanataka kwenda katika upande gani, na ikiwa kama wao wataamua, basi maamuzi yao yaheshimiwa. Ikiwa kama wataamua kujiunga na Pakistan, India itabidi iheshimu huo uamuzi, na ikiwa kama wataamua kwenda kujiunga na India, basi itabidi Pakistan wao ndio waheshimu uamuzi huo. Bila ya uhusika wa watu wa Kashmir, nafikiri itakuwa vigumu kupatikana suluhu. Kitu ambacho jumuiya ya kimataifa inaweza kufanya ni kuzishinikiza pande hizi nchi mbili, yani Pakistan na India, ziyakubali maamuzi yatakayofanywa na watu wa jimbo la Kashmir. Bila ya hivyo mimi sioni kama kuna njia nyingine yoyote ya kuweza kutatua huo mgogoro. Haya, asante sana. Abdu alikuwa amesema hapo awali kwamba haoni matumaini makubwa sana ya amani kati ya India na Pakistan kuhusiana na mgogoro huu wa jimbo la Kashmir. Upi mtazamo wako wewe? Mtazamo wangu ni kwamba kwa hali ilivyo hivi sasa, mwelekeo wa pande hizi mbili kufikia mwafaka wa karibu huenda ukawa ni mdogo, kwa sababu nashawishika zaidi kuhisi kwamba kana kwamba India imetaka zaidi kutumia hili suala la shambulio la Pahalgam kama ni sababu ya kutaka kuanzisha mashambulio ya kijeshi dhidi ya Pakistan, kwa sababu kwa muda mrefu imekuwa ikituhumu Pakistan kwamba inasaidia makundi inayoyaita kuwa ni ya kigaidi yaliyomo ndani ya ardhi ya Kashmir inayodhibitiwa au inayoendeshwa na India kwa ajili ya kufanya hujuma dhidi ya India. Au kiujumla imekuwa inaituhumu Pakistan kwamba inafadhili ugaidi katika mwelekeo huo. Kwa hivyo hofu yangu ni kwamba India kwa upande wake hasa zaidi itataka mgogoro huu uzidi kupata nguvu, na hasa kutokana na hatua kama ambayo tumesikia imechukuliwa ya kuamua kufuta mkataba huu wa suala la maji wa baina pande mbili, ambapo ni hatua yenyewe inazidi kuleta hali ya wasiwasi, kwa sababu inajulikana kwamba suala la matumizi ya maji haya katika eneo hili la pande mbili za mipaka ni suala lina umuhimu sana kwa upande wa Pakistan kutokana na masuala ya kilimo, kwa masuala mbalimbali. Kwa hivyo ni kitu ambacho bila shaka kwa namna moja au nyingine kitaathiri hali ya kiuchumi na hali ya kimaendeleo kwa upande wa Pakistan. Kwa sababu yake ni kwamba hakuna mtu ambaye angetegemea kwamba katika mgogoro kama huu India iweze kuchukua hatua kubwa kama hii. Na sasa tumesikia upande wa pili kwamba Pakistan nayo baada ya India kuchukua uamuzi huo wa kufuta huu mkataba au kujitoa katika mkataba huu wa maji ya Indus, nayo pia imeamua kuchukua hatua ya kwamba inatishia kwamba inaweza kujitoa katika makubaliano ya Simla ya mwaka 1972 ambayo ndiyo yaliyoanzisha haya makubaliano ya kuweka mstari wa udhibiti au line of control baina ya pande mbili kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mivutano hii ya kijeshi baina ya India na Pakistan inasitishwa na kunatafutwa suluhisho la amani.
kwa ajili ya kutatua mgogoro wa Kashmir. Kwa hivyo mimi pia kwa upande wangu nina hofu sana kwamba kwa kauli tu za miito ya jamii ya kimataifa, pande hizi mbili zinaweza kiwepesi sasa hivi zikaamua kusitisha hii hali ya mvutano na makabiliano ya kijeshi ambayo Pakistan kwa upande wake inatangaza au inasema kwamba ndiyo iliyochokozwa na kwamba inajipa haki ya kuweza kuchukua hatua ya kulipiza kisasi dhidi ya India. Na tayari duru mbalimbali za habari zinaonyesha kwamba ndani ya Pakistan kwenyewe vyama vyote vya siasa, wananchi wa Pakistan wote wanahimiza kwamba jeshi la Pakistan na vyombo vya ulinzi vya nchi hiyo vichukue hatua ya kujibu mashambulizi yaliyofanywa na India ambayo imepelekea zaidi ya watu 30 hadi sasa kuripotiwa kuwa wamefariki dunia. Haya, asante sana. Baki hapo hapo. Profesa David Monda, tunaelekea mwisho wa kipindi chetu. Unauona wapi mustakabali wa mgogoro huu wa Kashmir? Kifupi ni kwamba sidhani kutakuwa na suluhu la haraka, lakini jambo ambalo laweza kufanyika ni kudhibiti uhasama kati ya madola haya. Na kumalizia, lazima niseme dunia mwendo wangisi hautabiriki. Ni muhimu sana ya kwamba madola ya kimataifa yaweze kudhibiti hali hii ili masuala haya ya kisiasa na ya kidini na kijeshi yasisambaratike na kueneza vita kati ya madola haya mawili. Gwandumi Mwakatobe, nikupe fursa hii kifupi na wewe. Mwenyekiti, niseme tu kwamba sisi huwa tunasema tembo wagombanapo nyasi ndizo ambazo zinaumia, na hapa nyasi mimi ninazoziona ni Kashmiri. Lakini mgogoro huu uko tofauti kidogo, ni kwamba zinaumia nyasi Kashmiri, lakini hata hao tembo pia wanaumia na kuumizana. Kuna haja kama ambavyo tunaona wanakarishwa pamoja Warusi na wa Ukraine kuzungumza huko Jeddah, huko Riyadh. Kuna haja kubwa ya jumuiya ya kimataifa kuwakalisha pamoja India, Pakistan, lakini pia na wawakilishi kutoka Kashmiri, ili kwamba nyasi hizo zinazozuumia za Kashmiri zisiingie hata kuumiza haya matembo ambayo yana silaha za kutisha kabisa, na hata kutufanya sote tuwe katika hofu kuu. Haya, asante sana. Ndege za biashara zimefuta ama kubadilisha njia za safari. Usafiri wa anga umetatizika kutokana na yale ambayo yanaendelea kule Kashmir pia vile, na imeshuhudiwa kwamba kuna ndege ambazo zilikuwa zinatumia anga la Oman, Umoja wa Falme za Kiarabu na Kuwait katika safari zao. Tufungie kipindi chetu, Abdul Fattah Musa, katika haya ambayo yanaendelea. Kipi ambacho unakiona kinafuata? Kinachofuata baada ya hali iliyopo hivi sasa, nahisi kwamba dunia kwa ujumla, eneo hili la Asia, kwa sababu tayari tuna mgogoro huu wa Mashariki ya Kati, kuibuka kwa mgogoro wa India na Pakistan kama madola mawili ambayo yana nguvu za nyuklia kunazidi kuiweka katika hali ya utatanishi amani ya kimataifa. Na kitu kimoja ambacho mimi nimekihisi kina msisitizo mkubwa ni kwamba kwa sasa inaonekana Umoja wa Mataifa katika hali yake ya hivi sasa hauna nguvu ya kuweza kuingilia na kutatua migogoro ya kimataifa. Ndilo tatizo kubwa ambalo linatishia hofu ya amani ya kimataifa na amani ya mataifa yote ya ulimwengu, yao ni makubwa au ni madogo. Ni kwamba kinachoonekana kwamba sasa hakuna suluhisho linaloweza kupatikana kwa kupitia sauti ya jamii ya kimataifa. Pengine tunaona mfano wa vita vya Urusi na Ukraine ambavyo serikali ya Marekani, nchi za Ulaya zimeshindwa kupatia suluhisho tokea vilipoanza mwaka 2022, vimeingia sasa hivi katika mwaka wake wa 3, lakini tunaona kwamba rais wa sasa wa Marekani, Rais Trump, ameingilia kati, lakini ameingilia kiaina yake. Inazoonekana si kuleta suluhu ya kuweza kuridhisha pande mbili kila moja kupata haki. Ni suluhu ambayo inaonekana zaidi inaenda kwa utashi wa maslahi hasa ya kiuchumi ya Marekani. Kwa hivyo hofu yangu ni kwamba hali hii ambayo imejitokeza hivi sasa, wakati tayari dunia iko kwenye mtikisiko wa hatua za ushuru zilizoanzishwa na rais wa Marekani ambao zimeutetemesha uchumi wa dunia, kama ulivyoashiria, hali ya sasa ya kuakhirishwa safari za ndege, kuathirika masuala mbalimbali ya kiuchumi kutokana na huu mzozo mwingine mpya wa India na Pakistan, hii nayo pia inatishia
mustakbal wa dunia, si kwa mtazamo wa kiusalama tu, lakini pia hata katika mtazamo wa kiuchumi. Kwa hivyo suala ambalo nalihisi linabidi liangaliwe kwa uzito zaidi, nafasi ya Umoja wa Mataifa, nafasi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na hapa ndipo inapokuja umuhimu wa ile dhana kwamba wakati umefika kwa muundo wa Umoja wa Mataifa kubadilishwa na kuwepo na sura mpya ya Umoja wa Mataifa ambao utaweza kweli kuweza kusaidia kudhamini amani ya ulimwengu na vile vile kuweza kutatua migogoro mikubwa kama hii ya kimataifa inapojitokeza. Haya, asante sana. Naam msikilizaji, basi kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Hadi hapo ndipo tunakamilisha kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, ambapo leo tumejadili mgogoro wa jimbo la Kashmir. Mezani leo tumekuwa naye Abdu Mtulia katika viunga vya jiji la Bonn huko jijini New York nchini Marekani. Tumebahatika kuwa naye Profesa David Monda mjini Tehran nchini Iran. Alikuweko Abdul Fattah Musa, na huko Sumbawanga nchini Tanzania tulikuwa naye Gwandumi Mwakatobe, yeye ni mchambuzi wa siasa. Mwenyekiti hapa Bonn nimekuwa ni mimi Josephat Charo. Hadi mara nyingine, kwa heri.